Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Sana kwamba mimi sio kusoma sijui, lakini mwenyewe unajua mnaki. Kama mimi sio kusoma, haiwezi kufanya kitu bila mimi. Na mimi ndo sio kusoma. Na mimi ndo namfikisha kote huko paka anajenga majumba mama. Sasa nyinyi jibu mnalo. Sawa? Yaani huyu hawezi kufanya kitu bila mimi. Ni Zoba na mimi ndo mwakilishi wake. Sema anashotaka kuikamilisha jamii, kuambia ukweli kama huyu ndo kila kitu. Sasa mjomba Doto, ukisema Zoba unamaanisha nini? Yaani hawezi kufanya kitu bila mimi. Ndio Zoba wangu. Urafiki wako wewe na Issa Tambuu uligonganisha na urafiki utakuja hivi bila kuingiziana pesa? Unauliza vitu gabi? Na maana mimi namuingizia kipato. Angenikubali sasa, mtu kashanipa majina yote, sijui kusoma, sina benki. Sasa tena nikubali ya nini? Ina maana kuna kipato namuingizia. Lakini watu wanajiuliza kwa nini miamala yako mingi sana inapita kwenye akaunti ya Issa labda. Umeuliza swala zuri sana. Sawa. Yule si ndo tumemleta hapa duniani, tumpe kipaumbele ili afanye kazi zote. Kwa hiyo muache, si yangu tu, miamala watu wengi, sema zingine hamsijui. Kwa sababu mimi nishaamua kuwa na huyu kolo wangu, muache anachotaka kukifanya kionekane. Na mkataba pale Tambo Motors umebakia kama muda gani? Maana tuliona clip yako kusema kwamba unamaliza mkataba wako uachane na Issa. Naona sasa huyu. Ungemuuliza yeye pale anaposema, ungemuuliza yeye pale atasema mtu hajui kusoma. Hajui kusoma. Sasa mimi mkataba wangu yeye sina mfilisi huyo. Hivi anaweza kunilipa wewe unavyojua? Kwamba wewe na Tambo milele, uweze kumwacha. Hawezi kwanza kunilipa. Hata niseme leo ni staff kazi, sio mnasemaga mafao. Na uwezo wa atazimia. Na swala la nyumba vipi ambalo alikwambia labda? Nyumba najenga kwa uwezo wangu, hawezi kunijengea nyumba. Sasa anakupa hati. Hawezi, sasa nipe jamani. Hivi anaogopa utauza. Hawezi kunifanyia chochote. Nyewe mna akili, wana habari. Sasa mnakuja kwangu mnaniona, mali zangu mnaziona. Hivi anza kunijengea nyumba yule. Doto. Huko kwenye kaja kwa shindikizo. Bwana twende first day. Usifanye vitu tukaone watoto wenye uhitaji. Nini? Umesema nini? Kwa shindikizo. Nini? Shindikizo. Bwana birthday yangu brother sio nini? Twende huko kwenye watoto wenye uhitaji. Kwa kuwa ni rafiki yake wa karibu, hebu ifanye leo tarehe 2 ya mwezi wa pili 2026 ambapo ameongeza mwaka mwingine Issa Tambuu, umwimbie tu wimbo wa birthday tu usikia. Siwezi kumwimbia mtu birthday kwa tunajua maisha yake. Hii tulokuja inatosha, ibada tosha. Birthday unafanyaje birthday wewe mtu wa miaka 49 sio 50? Unakumbuka nini? Wewe lipa mema kama hivi, njoo kwa watu wenye uhitaji basi. Doto. Hivi mimi mshanisikia hata siku moja babu yenu na birthday. Sijui kwanza, sina huo muda. Kwa nini ufanye birthday Doto? Siwezi, birthday ndo kama hivi tunakuja kwa watoto wenye uhitaji. Sawa bwana. Yaani siku zote, sawa bwana, ukimsaidia Mwenyezi Mungu kumtolea sadaka, yaani kama vile umemlipia deni lake. Lakini mimi mambo ya birthday hata siyaelewi. Washikaji walikuwa wanataka kwenda kwenye yacht kuifanya birthday. Wewe ulikataza. Siwezi kufanya hivyo, mimi mtoto wa Kiislamu, mambo haya najua ya maji. Kama tushatoa sadaka hapa, tutafuteni sehemu yenye kivuli, watu wale wanywe, wanaopita njia wenye uhitaji kama huku tulikokuja tuwape chochote, upate watu, ujue mtu akikushukuru tayari ujue umejipatia ibada tosha. Wewe unanipelekaje mimi kwenye mamaji maboti? Kuna ndugu yako enda trend ile tu magari kwenye yachi ulikuwa unaona. Siwezi, umeona kumbe mmeona wadogo zangu babu yenu. Siwezi mambo yale, naona nitaacha mashamba yangu Bagamoyo. Wewe mjomba unaogopa maji. Siwezi mimi maji siwezi. Hata nikienda kwa mama Kizimkazi Zanzibar nakaaga mbali na maji. Siwezi, ya nini vitu viwezi. Nini kisha kutokea kwenye maji ambacho unakikumbuka unasema sirudi tena kwenye bahari? Nayaona yanayotokea kwenye bahari. Kwa hiyo bahari mimi siwezi. Kwa nini niongope? Sasa. Lakini mimi ukiniambia mkatie cheni huyo, chukulia simu huyo. Mjomba atakurudi huko. Na kuweka nyuma. Mjomba atakurudi huko. Ndio unayataka unayatafuta. Magari kiuhalisia, lakini kuweka fedha zaidi ya milioni kadhaa kwenye akaunti ya mtu ni kumwamini sana. Sijajua pengine Issa Tambuu. Ngoja nikwambie. Nimeuliza swala zuri sana. Hivyo kwa akili yako mimi langu pesa itakata dakika 10. Yaani ikiingia tu hivi inakaa kweli? Wewe unapofikiria babu mimi Doto Magari. Yule ana cha kuongea. Mimi pale pale ninapoingia tu pale pale. Wewe uko wapi? Haya, toa hiyo langu. Nenda kwenye muamala. Wewe toa ile langu sasa hivi nitachoma moto magari yako. Wewe. Hivi langu ingie kada dakika 5 kwako. Mimi langu inakaa kwangu mimi. Yaani pale kae cross round about. Ishawahi kutokea Issa labda akakudhulumu kwa hawezi anadhulumu vipi bwana yule? Kumdhulumu mtu usifanye mchezo. Ana wema wote lakini hawezi kunidhulumu. Sasa mimi nataka msiku kusoma siwezi kuhesabu kweli langu hivi. Utaendelea kuweka magari yako pale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kweli siwezi kusoma. Lakini langu siwezi kuhesabu. Ampeleke nani chuo aanze kujisomesha yeye mwenyewe. Hebu samani. Leo mmeuliza swala zuri nyinyi. Muulize Issa. Mwalimu wako darasa la 7 alikuwa nani? Akimjibu mimi nakupeni laki. Muulize hajasoma chochote. Bora mimi nimeishia la 3. Issa ana
Jamani, nyinyi wana habari, mimi nitakupeni laki yote. Isa, tuulize mwalimu wako saa 7. Hivi ukimaliza shule ya 7 unasema nini ile? Ndio form 1. Unasemaje? Mahafali yale kwa kizungu. Shule kwanza unamaliza la 7 inakuwaje? Unaambiwa nini? Kamaliza nini? Primary and secondary. Kamaliza primary na secondary. Weka maneno hapa. Ni form 1, muulize mwalimu wako nani? Au muulize Isa Samani. Wewe tajiri yetu, sisi wana habari. Darasa la 3 kwenda darasa la 4 unaweza kukumbuka ulifanyaga nini mtihani wa moko au sense scheme? Muulize. Mjomba, kama watu hawajawahi kukupa hongera, ngoja nikupe leo hongera. Wewe ni mtu ambaye upo kwenye ndoa yako na unaonekana una utulivu sana. Kitu gani ambacho kinakufanya ukae kwenye mstari mmoja na familia na kumkumbuka mkeo muda wote na kumheshimisha? Ngoja nikwambie. Kwa sisi Wazalamu tuna ibada kubwa sana kwa wake zetu. Kwa sababu paka mtu mwenzao anakupigia jua la saa 7 ili na maana akakukumbuka ni wa kwake. Kwa hiyo unampa uaminifu, bwana niko naandishwa habari, tumekuja kwa watoto wenye uhitaji. Sawa, tunatoa sadaka zetu, ibada zetu. Piga sub call, basi nikampigia nione vitu vya kawaida. Mimi mkubwa unajua miaka 48 unajua. Kwa hiyo siwezi kufanya ujinga. Kuna mtu akikaa na mimi baada ya dakika 5 tunajua huyu mtu kumbe ana matatizo, ni mitandao. Nadhani leo mmeona nyinyi wadogo zangu mwenzangu kanipigia nimehikimu. Niko huko ili aamini. Na kuna muda nilikuwa nakusikia kwamba unatamani kumnunulia zawadi kubwa sana. Siwezi kufanya hivyo kama watoto. Mimi mtoto wa Kiislamu. Sawa bwana. Mimi nimeenda jando. Zawadi kwa nini uitangaze zawadi ya mwenzio? Ina maana pale unamnadi mkewe. Unajua watu wajuage tu. Eti nimemnunulia gari, sio wameweka mastari mekundu sio nini. Wale si wamekuja mjini. Hivi kwa mimi mtoto wa Kiislamu kweli nimuite mke wangu nimnadi mbele pale nimemnunulia gari? Kumbe utavyomuona kaendesha ndio utajua tayari mkubwa kamaliza. Lakini kuna dinadi, lakini unaweza kumzuia mtu anachotaka kukifanya. Wewe na unapenda kamera wewe. Umekaa saa zote hapa. Mbona unamtelekeza msanii wako? Tayari shakuwa mkubwa anajitegemea. Yuko ofisini sasa anauza magari anajitegemea kuimba mchezo. Maana unaanza kumsema. Kuimba mchezo nini? Mtumtia kibwenzi. Asikae na bosi wake. Huyo sasa anauza magari anajitegemea. Sio anapopendeza, njoo Ruge. Njoo, unaona anapopendeza, njoo. Sio sasa hivi tofauti na zamani. Huyu hapa anavaa madhahabu nini? Sio unaona sio alafu ana mwili ujue. Lakini wewe ukamvalisha Isa ndio. Subutu Isa za kumvalisha huyu. Yeye mwenyewe kazi mashati kwenye gari ndani. Nasema vipi? Unaona tu hivopendeza. Unaambiaje wana habari Ruge? Ruge kwa mkweli alikushinda? Hapana. Shida mimi ndo nimemleta yuko ofisini kamkabidhi. Muziki vipi unavyoona? Muziki anaendelea anauza magari. Ajibu yeye mwenyewe ndio tu. Bwana muziki fresh mpaka dakika hii kuna ngoma ambayo niko naiandaa tayachia soon. Inasemekana Dogorema anapendelewa sana kuliko wewe. Napendelewa mtu yoyote ni mifumo. Wote tuko pamoja. Sio unaona sasa ngombe nikwambia wadogo zangu. Mwanzo mko mkimoja analia huyo. Au mkumbuki. Analia mimi nampa wewe na usiniuzi utaondoka. Kwani unaikuwa unaonewa? Sasa hivi sio unakakaza. Mishemishe nini watoto wakali piskali. Anaenda maklabu Masaki. Anaenda Masaki. Na magari pia unauza. Huyu ndo design yake wewe mwana habari unataka kumuua mtoto. Huyu sio mlinzi ndo swaga zake wewe. Usipite kwenye gari lina hela dalali wa Magomeni na kujua maisha yako. Ulikimbia kwa 200 tu. Mjomba, leo neno lako kubwa kwa rafiki yako, mshikaji wako ambaye unashirikiana naye kwenye biashara.